Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kuendelea, ambapo kamati leo hii imeweza kukutana kuweza kutoa yale maazimio kuhusiana na dabi ya Kariakoo, kwa kile ambacho kilichoweza kutangazwa kwamba mchezo huo umekwenda kuahirishwa, kwa kile kilichoweza kuonekana ni kana kwamba mchezo huo uliweza kuingiliwa kwa yale ambayo yaliweza kutokea. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wenyewe wameweza kutoa tamko lao mara baada ya kile ambacho kimeweza kutokea, na kamati imeweza kuzungumza la kwake. Ni yapi hayo ambayo yameweza kujili? Mimi nimekusogezea hapa kila kitu niko nacho, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, acha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaendelea kwa sasa, juu ya kile kinachoendelea kuzungumzwa. Ni yapi hayo? Utakwenda kujua kila kitu. Sasa klabu ya soka ya Young Africans, ambapo kwa kile ambacho kwa sasa wanakidai ni alama 3 pamoja na kuweza kulipwa fidia. Unaona bana, mara baada ya klabu ya soka ya Simba kugomea mchezo huo, kamati ilitangaza ya kwamba imeahirisha mchezo huo ambao ulikuwa ni bodi ya ligi. Wakatangaza kwamba mchezo huo umeweza kuahirishwa, hivyo basi watakwenda kuupangia tarehe nyingine, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wao waliweka wazi kabisa, wakapingana na yale ambao yameenda kutokea, ambapo inaelezwa klabu ya soka ya Young Africans katika maelezo yake walisema ya kwamba hawako tayari kucheza mchezo huu, iwe ndani ama nje ya Tanzania ama iwe tarehe nyingine. Wanataka kucheza tarehe 8 ile ile ambayo iliyokuwepo na ikashindikana. Hivyo basi hawako tayari kucheza tena, wanachohitaji ni alama 3 muhimu, kuonesha msisitizo wa kile ambacho Young Africans waliweza kuwatangazia mashabiki zao, wakatangazia umma. Sasa wameamua kukipeleka moja kwa moja katika bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, yani nazungumzia kule ambako kwenye mamlaka ya soka, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans wameweza kuweka shinikizo ndani ya masaa 72 wao wameshaweza kupata muafaka wa kile ambacho kinachoendelea, la sivyo yale yatakayojiri basi itakuwa sio lawama tena kwa klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa katika malalamiko hayo rasmi kwa bodi ya ligi, licha kuomba alama 3, Young Africans wanataka walipwe gharama zote za maandalizi ya mchezo ambazo ni shilingi milioni 56,435 ambazo zimeainishwa katika kipengele namba 17 cha barua hiyo chenye vipengele 19. Katika kipengele namba 18 wanasisitiza kwamba wanataka ifahamike wazi hawako tayari kuicheza mechi hiyo katika msimu huu, na kwamba mechi ilihailishwa kwa makosa ya makusudi ya Simba, kwa hiyo wanastahili alama 3. Wameipa bodi ya ligi masaa 72 baada ya kupokea barua yao kutoa maamuzi ya haki na ueledi kwa kuzingatia madai yao. Mwisho wanasema kama madai yao ya alama 3 na mabao 3 na gharama za mchezo hayatozingatiwa na kupewa umuhimu wa kupata haki yao, watalipeleka suala hili kwenye mamlaka za juu zaidi. Unaona bana, ambapo klabu ya Yanga wenyewe wanasema wameandikia rasmi barua bodi ya ligi kuomba alama 3 mabao 3. Barua hiyo ambayo yenye kurasa 5 ambazo imenakiliwa pia kwa afisa mtendaji mkuu wa Young Africans tarehe 10 Machi imesainiwa na CEO Andre
mtine, unaona bana. Wakitaka Young Africans kile ambacho kinachoendelea waweze kupata alama zao 3 bila kipingamizi chochote, kwani wanaona ya kwamba kile kilichoweza kutokea kilifanywa kwa makusudi kabisa ya wazi kwamba klabu ya Simba wasicheze huo mchezo, ambako kwa fundisho ya kile ambacho kimetokea tumeweza kushuhudia hapa. Nazungumzia klabu ya Al Ahly kule Misri. Wenyewe wamegoma kama Simba hivyo kuleta timu, lakini mamlaka ya soka ya kule Afrika kule Misri yenyewe imeweza kutangaza ya kwamba kile ambacho kimeweza kutokea wenyewe hawakitambui, na mchezo ukawa uko pale pale, wakapewa Zamalek alama zao 3, unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza la kwake juu ya haya ambayo yanayoendelea huko. Klabu ya soka Young Africans wao wanasema ya kwamba kama kanuni azitutendei haki, pengine wanahitaji wao kuweza kuondoka ndani ya kile ambacho kinachoitwa ni bodi ya ligi na kupanda juu zaidi kwa maamuzi yao, wakihitaji kwenda katika shirikisho kuweza kulalamikia kile ambacho kimeweza kutokea, ambapo ukiweza kuona namna gani ambapo kila mmoja anasema ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wapewe alama zao 3 kama Zamalek ambavyo walivyoweza kupewa alama zao 3 katika kile ambacho kilichoweza kutokea, unaona bana. Ambapo ni kweli kile ambacho Young Africans wao wanaona hili ni doa kwa mamlaka ya soka na dunia inawashangaa Young Africans. Kila kitu aliyesema kinatokea, unaona bana. Kila mmoja anaona namna gani ambavyo Young Africans wako na haki. Ukipitia wachambuzi wengi wako na Young Africans kuonesha kwamba licha ya kwamba haki haikufuatwa, lakini kwa kile ambacho kimeweza kutokea basi wanaona ya kwamba Young Africans wanastahili. Lakini anaandika Haji Manara, afisa habari wa zamani wa klabu ya Simba na Young Africans, anasema kwamba Haji Manara kama wakutoa taarifa yoyote kwamba wataenda kufanya mazoezi, mmepata wapi nguvu ya kuiahirisha mechi? Mbona mnajichanganya wenyewe? Alafu toka lini kamati ya saa 72 au bodi ya ligi mkafanya uchunguzi katika mambo ya vurugu? Hapo si kuna jinai? Lini mmekuwa DCI? Unaona bana. By the way, taarifa yenu imekosa hata uungwana wa kuwaomba radhi mashabiki waliolipia viingilio vyao na wengine waliotoka mbali mikoani. Mmeshindwa hata kuomba msamaha samahani wadhamini wenu Azam TV walioingia hasara kubwa ya maandalizi ya hii mechi. Kwenu nyie kuahirisha mechi ndio mnaliona la maana zaidi kuliko kuwajali walaji wenu mnawaumiza kila siku kuja viwanjani. By the way, toka lini kamati yenu iitwayo ya saa 72 ikakutana kujadili masuala ya mechi bila ripoti za wasimamizi, au mlikusudia masaa 72 ya hewani? Lini mmeanza kukutana kabla ya mechi husika? Okay, najua mkiojiwa mnakimbilia kufungia watu, niitieni mnifungie tena milele, lakini hili mmepuyanga big time, unaona bana. Akiweza kuandika kile kilichoweza kutokea. Lakini Farhan Kiamo anasema kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi, kilichotokea ni kifungu cha utaratibu wa mchezo ambapo Simba anapaswa kufanya mazoezi angalau siku moja kuelekea mchezo, na mazoezi hayo yawe muda ule sawa na mechi. Na nukuu, timu ngeni ingefanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zote za ukiukwaji wa timu ngeni kukizi pasavo au kupata haki hii itathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Sasa endapo timu mwenyeji Yanga atatiwa hatiani, adhabu yake ni kwa mujibu wa kifungu cha 17 ambacho kinasema adhabu yake ni zifuatazo: onyo kali au kalipio kali, kutoza faini kuanzia milioni 1 mpaka milioni 2 za Kitanzania. Hii ni kwa mujibu wa kanuni, hivyo utaratibu hapo mechi inapaswa kupigwa. Sasa inapigwa vipi? Ndio hapo binafsi sijui, ila kanuni zinaonesha ziko hivyo kwa kile ambacho kilichoweza kwenda kutokea, ambapo kila mmoja anaona yale ambayo yako nyuma ya haya, wanaona ya kwamba pengine kila kitu kimeenda tofauti, unaona bana.
Kwa hiyo mmoja anaanza kuipa nafasi Young Africans katika hili ambalo linaloendelea, huku Young Africans wakichukua mfano bora kabisa kwa Zamalek walichokifanya kwa usiku wa kuamkia leo hii, ambapo walikutana na Al Ahly. Al Ahly amegoma kuingia uwanjani, lakini mamlaka za soka nchini Misri zimeweza kumpa alama 3 na pointi 3 Zamalek, na mambo yakawa hivyo. Tusubiri kuweza kuona huku kwetu mambo yatakuwaje. Weka maoni yako hapo chini katika upande